الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. ونشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu zangu, nakuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu, sote tumche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna lolote wala chochote kinachoweza kumuokoa mwanadamu katika haya maisha ya dunia na kesho maisha ya akhera mbele ya Allah isipokuwa takwa. Yule atakayejilazimisha kumcha Allah na kuwa karibu na Allah, basi ni huyo peke yake ndiye atakayekwenda kufaulu. Na yule atakayeamua kuishi maisha ya matamanio, kila nafsi yake inachotamani anaipa, akashindwa kwa matamanio, yakashindwa kufika pahala akili ikawa haifanyi kazi, anafanya mambo kama anavyofanya mnyama, hataki kujua halali wala haramu, basi huyo kad khaba wa khasira, huyo ameangamia na amepata hasara. Ndugu zangu, mazungumzo yetu ya leo yatakuwa katika dalili nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia. Tutazungumza baadhi ya dalili za kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إني واتو نيني بنادم taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, muogopeni Mola wenu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, nafsi ya babu yenu Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, kwenye nafsi hiyo akaenda akamuumba mke, akamuumba mwanamke. Baada ya kupatikana mwanamke na mwanamume, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kunako mke na mume, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa wanawake wengi na wanamume wengi. Maana ya aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kumuumba mwanamume, kisha akamuona mwanamume alivyomuumba hana uwezo wa kuishi peke yake, akamuumbia mkewe Bi Hawa.
Kisha katika hawa wawili walipokaa pamoja, ndipo wakawatoa wanamume wengi na wanawake wengi. Dunia nzima ikawa imejaa kutokana na watu wawili. Hiyo ni moja katika utukufu wa Allah na uwezo wa Allah, na kuonyesha jinsi Allah alivyo mjuzi. Lakini wanazuoni wanasema kutokana na aya hii vile vile ni marufuku mwanamke kuleta mtoto nje ya ndoa, au mwanamume kusababisha mtoto nje ya ndoa. Lazima waungane, waoane, kisha ndipo wapate kibali cha kuleta mtoto. Na kwa maana hiyo hakuna maisha bila ndoa. Hakuna maisha bila ndoa. Lazima watu waishi maisha ya ndoa. Sio maisha ya kutaka wao, ni maumbile yanawalazimu wanamume na wanawake waishi maisha ya ndoa, ndipo watakapokuja kuujaza ulimwengu. Na ndiyo moja ya sababu ya ndoa ni kuleta watoto. Ndiyo moja ya sababu ya ndoa kuwajaza watoto kupitia misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Kwa hiyo hii ni dalili moja miongoni mwa dalili za utukufu wa Allah na uwezo wake, kuwa babu yetu Adam na bibi yetu Hawa wameujaza ulimwengu. Kutoka kwa watu wawili hapa ulimwengu leo umejaa. Kwa hiyo huna ruhusa wa kujaza ulimwengu pasina kutumia ndoa. Na nafasi hii Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hakuna ndoa ya mwanamume kwa mwanamume, maana yake inapatikana hapa. Na hakuna ndoa ya mwanamke kwa mwanamke, maana yake inapatikana hapa. Na hakuna ndoa ya mwanadamu na mnyama, maana mwanadamu namna alivyopotea na alivyoharibikiwa, leo kafika pahala kaona anaweza kumfanya mumewe ni mbwa. Na akapata wengine wajinga wakasema sawa, wala kuna wasiwasi, na wakamuunga mkono kwa hata mimi natamani. Ndiyo maana aya hii kaanza na ya ayuhan nasu taqu rabbakum, muogopeni Mola wenu. Msijifanye ninyi hamjui kuwa Allah kuna neema ambazo amekuneemesheni kuwa hamzioni. Sehemu nyingine Allah akasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Katika dalili zake vile vile Allah ni kukumbieni nyinyi wake zenu, min anfusikum, kutokana na nyinyi. Yani huna ruhusa wewe mwanamume kusema eti mkeo atakuwa ni jini. Lazima wewe mwanadamu. Huwezi kumuoa jini, wala huwezi kumuoa mbwa, wala huwezi kumuoa punda. Allah kasema min anfusikum, kutokana na nyinyi nafsi zenu, azwajan, wake zenu. Watu wa tarikh history wanasema Nabii Adam alayhi salatu wassalam alilala usingizi mrefu. Alipozunduka akamkuta Bi Hawa yuko hapo, akamtazama, ndipo wakahalalishiwa nyinyi wawili mtaishi pamoja. Na hii imekuja kwenye hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhila' in dhahabta ilayha litaqwimuha taksuruha wa in taraktaha lam tazalu iwajun fa awstawsu bin nisa'i khaira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu uliopinda. Ubavu wa hapa wa usingizi aliyelala babu yetu Hawa ndiye akafanyia operation akaumbwa babu yetu Adam akaumbwa Bi Hawa. Kwa hiyo ubavu wa hapa juu umepinda. Kama utaufuata ulazimishe kunyoosha, utauvunja, na hiyo ndio talaka. Kwa maana nyingine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakutuambia utamuoa na mwanamke atakuwa na tabia fulani, na yeye ataolewa na wewe utakuwa una tabia fulani.
Sasa hizi tabia ni za kukaa pamoja mkaelekezana, bwana hili halitufai, hili halifai. Maisha yanakwenda bwana, hii jambo mimi sipendi, bwana hili mimi halifai. Maisha yanakwenda. Ndio maana sisi watu wa makabila hatuozeshwi kutokana na makabila yetu. Yani hakuna ndoa ya Kiislamu kuwa tunaozesha hawa kwa sababu wote ni Waha au ni Wahaya au ni Wasukuma, Wadengereko, sijua Wadigo. Idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akikujieni mneridhika na dini yake na tabia yake muozesheni. Sio kabila, sio rangi, sio uwezo wa mtu. Akikujieni mneridhika na tabia yake na dini yake muozesheni. Ni kwa sababu sote tumetokana na Adam na Hawa. Ili ndoa ikae na ipate utulivu, ni lazima iwe imetokana na misingi ya dini, ndio itakuwa na utulivu. Na hiyo ni katika dalili za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa minha zawjaha, akamuumba mwanamke kutokana na mwanamume. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, akatoa wanawake wengi na wanaume wengi. Katika aya hii anasema litaskunu ilaiha, ili muweze kupumzika. Yani Allah kaleta ndoa iwe ni sakani. Allah kazileta ndoa iwe ni sehemu ya pumziko. Pumziko la mume na pumziko la mke. Sio mume peke yake, wala sio mke peke yake. Yani mume apate raha ya ndoa na mke apate raha ya ndoa. Ndiyo ndoa hiyo. Kisha Allah katika zikra zake nyingine akasema, amejalia wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, amejalia kati ya mke na mume mapenzi na huruma. Haya mapenzi wanazuoni huita hubbal mustaqilla, mapenzi yanayojitegemea. Mapenzi ya mke na mume ya ndani ya ndoa hayapatikani isipokuwa hapo tu. Sio mapenzi ya mtu na baba yake au mama yake, wala sio mapenzi ya mtu na kaka yake au dada yake. La, mapenzi ya ndoa ya mke na mume ni mapenzi yanayojitegemea, ambayo Allah ameyaweka. Mke na mume wapendane, wahurumiane, wasameheane, waelekezane. Na ndio tunasema kuwa ikafika pahala ndoa haina mapenzi, hiyo ndoa imelazwa, iko hospitali, itakufa. Na mapenzi tutayaonaje? Tutayajua baada ya kujua imekwisha, kwa lugha za mikato mikato, kwa lugha zingine za mafumbo mafumbo, kwa lugha zingine chafu na mbaya. Kwa nini ulifanya hivyo? Kwani ubaya wake nini? Mbona ukichukua mwenyewe kuna shida gani? Kwani lazima nikuletee mimi? Yakianza majibu kama hayo, maana yake ndoa iko hospitali, imelazwa, hiyo inataka kufa. Na tunasema kuwa hapa Mwenyezi Mungu ameonyesha uwezo wake na utukufu wake, kujalia sakani kuna kondoa, na kujalia kuwa mwanamume hawezi kuishi bila kuwa na mke, na mwanamke hawezi kuishi bila kuwa na mume. Yatakuwa ni maisha ya kubangaiza, ya ajabu ajabu. Ndio maana ikaja ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, enyi vijana anayeweza kati yenu kuoa na aoe. Baa ni neno linazungumzia uwezo wa kumlisha, uwezo wa kumvisha, kumpa pakulala na kumtumia kama mwanamke. Kama huwezi usioe, kwa sababu huyu anakuja kwako kuja kuhudumiwa, na kile unachonunua kumhudumia usidhani kama unafanya kazi ya bure. La, innal mu'min la yujaru hatta ma yaj'alu fi imrata. Muislam anaponunua matumizi ya nyumbani kwake kuihudumia hii ndoa, anapata ujira. Allah anahesabu ujira mpaka lile tonge analomega mkewe kuweka kinywani, huo unga umeleta wewe mume, unapata thawabu. Yeye anapata thawabu kwa kutengeneza, wewe unapata thawabu kwa kuleta.
Na hii imekuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alimpa kijana mmoja mkono, akasikia mkono wake kama jiwe vile ulivyokauka, ulivyokuwa ni mgumu sana. Akamuuliza, mkono wako una shida gani? Akamwambia, Rasulullah, kazi zangu mimi ni kupasua mawe kuwauzia watu. Unapasua mawe? Ndio, napasua mawe nawauzia watu ili mke wangu na watoto wale. Mtume akasema, subhanallah, inna hadhihi yadi lan tamassuha an-nar. Huu mkono ambao unahangaika umekuwa mgumu, mzito, kwa sababu tu kinachokushughulisha wewe na mkeo na watoto wako mpate riziki, huu mkono hauwezi kuguswa na moto. Maana yake si kwamba mkono ndio utaingizwa katika pepo kisha kabala. Dhikru khasa iradati kulli. Umetajwa mkono ikusudia yeye mzima, kuwa wewe hutopata moto, hutoingia katika moto kwa sababu unatafuta riziki yako ya halali, mkeo na watoto wale. Kwa hiyo ni kazi yenye heshima kubwa ambayo Allah ametupa sisi wanamume, kutafuta riziki kuwaletea wake zetu na watoto wale. Ndio tunasema katika suala hilo mwanamume habembelezwi. Habembelezwi. Baba fulani, sasa baba Hamisi, unga umekwisha, tulete unga jamani. Mkaa umekwisha, tusaidie mkaa. Baba Hamisi, mkaa umekwisha, sukari imekwisha, umeme zimebaki uniti 2. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Kwa sababu wewe kutekeleza hayo majukumu so ombi, ni amri. Ndio hii, man istataa minkum, anayeweza kati yetu kuoa na aoe. Kuweza ni kuweza hizi huduma uziweze kuhudumia. Lakini tukizungumza haya kwa masikitiko makubwa, ni katika dalili za Allah imefika pahala eti mwanamume anatokewa matatizo yeye na mkewe, anaikimbia nyumba. Mwanamke anakuja ofisini kushtaki, ameshika mtoto. Leo Sheikh Mahuba, huyu mume wangu ana takriban karibuni mwezi na siku 20, sijui yuko wapi. Nampigia simu apokee, nipe namba yake ya simu. Unampigia simu, salamu alaykum bana, mimi fulani. Ndio bana, hali yako nzuri, mimi Sheikh Mahuba. Unasemaje Sheikh? Mkeo yuko hapa na watoto. Sheikh, nimempa adabu huyo Sheikh, muache kwanza. Wewe mjinga, wewe ni mjinga. Hakuna adabu za hivyo, hakuna adhabu ya hivyo. Yaani umekimbia nyumbani kwako, umewacha mke na mtoto, kisa mwanamke amekuzi. Wewe mjinga. Kwa sababu suala la kwanza ni wewe kushughulika na ndoa yako. Sasa unakimbia iweje? Hata ukiondoka hapa Mwanza ukaenda Mbeya, umeshazoea kuishi na familia, na huko utaoa. Kwa unaoa malaika. Asiyekuwa na hili atakuwa na hili tu. Ndio maana kwenye ndoa tunahusiana subira. Lazima kuweko na subira. Hakuna malaika kati yetu. Hakuna ambaye asilimia mia yuko hivi. Hayupo. Na kama unamtaka mwanamke wa hivyo, hajaolewa, hata mimba yake haijatungwa. Na wewe mwanamke, kama huwezi kumsubiria mumeo, unamtaka mume atakayekuwa unavyotaka wewe, huyo hajazaliwa. Hii ni kwa sababu ndoa ni ibada. Allah akasema, wajaala bainakum mawaddata wa rahma. Akajalia kati ya mke na mume mapenzi na huruma. Sikiliza maneno yaliyofuatia, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika hilo la kumuumba mwanamume na mwanamke, la kuleta ndoa, la kujalia mapenzi na huruma, la kujalia utulivu katika ndoa, kuna dalili za waziwazi. Mnaweza kusema tutaje dalili 2. Kuna dalili za waziwazi, sio kwa watu wote. Liqaumin yatafakkaruna, watu ambao wana akili wanazitumia vizuri. Kuna watu wana akili hazina akili. Kuna watu wana akili hazina akili. Yaani matunda yamejaa lakini anakunywa pombe. Huyu akili zake anazo lakini hazina akili. Kwa sababu matunda ya majusi mbalimbali yapo, anakunywa pombe. Hatusemi hana akili, anazo lakini akili zake hazina akili. Au ambaye anazini na wanawake wamejaa, au anazini na anamke, huyu ana akili, si kama hana akili, lakini akili zake hazina akili. Akili ambazo hazina akili haziwezi kumsaidia mwanadamu mbele ya Allah.
Ndio maana pahala pengi Allah amesema afala taqiluna, hivi amtumia akili? Afala tatafakkaruna, hivi amkai chini mkafikiri? Afala tatadabbaruna, hivi hamzingatii? wal asri innal insana lafi khusr lalladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim. amurukumullahu ma amarakumullahu min ta'atihi fa'ati'uhu وانهاكم ما نهاكم معصيته فلا تعصوا وارجو لي ولكم عند الله مثواه فاسألوه استغفروه انه غفور رحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أحمده حمدا يليق به وأشكره على مزيد من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله الطاهرين أصحابه طيبين. وبعد. ndugu zangu, nakusieni nami nikihusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalizie khutba yetu kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu anatuambia innal mar'ata idha salla khamsaha wa samat shahraha wa hafizat nafsaha wa ata'at ba'laha فتحت له الأبواب الجنة 8 تدخل أيها باء. Mwanamke akiswali swala zake 5, akazisali vizuri na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, akafunga vizuri, ata'at ba'daha, na akamtii mumewe katika yale ambayo mumewe anamwamrisha na Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Wa hafidhat nafsaha, na yeye mwenyewe akajihifadhi kuvaa mavazi ya Kiislamu ya kumstiri, na akahifadhi nafsi yake pasina kuridhia nafsi yake kuguswa na mtu mwingine. Hadithi hii inasema atafunguliwa milango 8. Aambiwe katika hii milango 8 ya pepo, kwa sababu ya haya mambo 4, ingia mlango unaotaka kwenda peponi. Ndugu zangu, hadithi hii imetaja mambo 4. Naona kuna haki za Allah. Mwanamke wa Kiislamu asimamishe swala 5. Hili swala, we mwanamume kazi yako ni kumuhimiza, sio kufika nyumbani leta chakula, umekwisha sana, swali kwanza ndio uje tule. Yeye akimtii Mola wake, basi kukutii wewe itakuwa ni rahisi. Kisha akafunga mwezi wake wa Ramadhani, unamuhimiza. Kisha akamtii mume wake. Kukutii wewe mwanamume unayomwamrisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia, huko ni kushirikiana thawabu. Baadhi ya wanawake wa leo na baadhi ya wanamume wa leo, shida yetu inafanana, inatofautiana. Wako baadhi ya wanamume ambaye haoni kama kuna umuhimu wa kumwambia mkewe asimamishe swala na avae Kiislamu, na anaweza kafika pala akasema ana akili zake, Sheikh, nimemwona akili, mimi sikuwa mwenda wazimu Sheikh, kitaka kuvaa vaa, kitaka kuacha acha, kama ana swali kila mtu akaburi lake Sheikh. Kusema maneno hayo ni kukosea. Wewe ni msimamizi wake,
Ndio maana kwao wakapewa amri akija aliye na dini, kwa maana akiwa na dini atamsaidia na mkewe ashike dini ili muingie peponi nyote. Huwezi ukaacha majukumu ambayo Allah amekupa. Hayo majukumu umepewa na Allah. Sasa hilo halikubaliki. Na kumwambia hivyo si kwamba unamkera, unamuonea huruma. Awe karibu na Allah ili anusurike na moto. Lakini shida katika mama zetu na dada zetu, toa ya mume nayo imeonekana kama ni aina fulani ya utumwa. Na mwanamke anauliza, Sheikh, mbona mimi akiondoka niagi? Kama kuna pahala anakwenda tu, wala wao ananiambia nenda wapi? Yaani dini muona wanawake tu ndio waage. Ndio. Kwa sababu baba zenu wametukabidhi sisi wanamume, na Allah katukabidhi sisi. Lazima mama yangu usione kuaga, kuomba ruhusa kuwa ni utumwa. Hapana, hiyo ni haki ambayo Allah ameiweka. Na hata hapa duniani hapa, si mnaziona wizara mbalimbali, kila wizara ina msemaji. Sio kila mfanya kazi ni msemaji wa wizara. Kila wizara ina msemaji. Ukifika pale ukauliza, bana nina jambo nataka niulize, atamwambia muulize yule ndiye anayehusika, ndiye msemaji wa ofisi hii. Sasa nyumba yenu wewe na mke na watoto iwe haina msimamizi, kila mtu anaweza akasema na atakalosema lipite, itakuwa ni nyumba. Hata tunawazingishaka Kambare kuwa mama na wenyewe wana utaratibu, yani maumbile tu. Kuwa Kambare dume ana ndevu na mama ana ndevu, ana sharubu na mtoto ana sharubu. Hao ni maumbile tu, lakini utaratibu upo. Hii kesi ilikuwa juzi tu hapo ofisini. Kwa mtu mwana mtoto akikaa na shida sana, kuwa mimi nikitaka kuondoka lazima niombe ruhusa, alafu nitarudi saa ngapi? Yaani kama vile mtu umefanywa utumwa. Sio utumwa huo, hiyo ni haki. Na nimalizie kwa kusema kuna kuomba ruhusa na kuaga. Hivi vitu tofauti. Kesho unajua kuna shughuli sehemu umealikwa, mwambie mume wako, mume wangu kwa bwana fulani kuna shughuli 1 2 3, naomba kesho niende. Tamu ikisogea, mume wangu nakumbuka anakwenda kina fulani nilikuaga jana, sasa time imefika mume wangu nataka niende kule, nilikwambia shughuli ile inaweza kesho saa 12 nitakuwa nimerudi. Na uende ulikoaga. Yani shughuli kwa Nyakato, basi watu wakuone Nyakato. Sio wana fulani tuko Buhongo, naona mke wako yuko hapa na yeye. Wewe sumiaga unakwenda Nyakato. Huo ni utaratibu wa ndoa za Kiislamu. Hiyo ni nidhamu ya ndoa na adabu ya ndoa. Sasa mwingine anaoga, anavaa, na kwa bahati mbaya anajipiga na manukato, anatoka barabara. Uweze kutoka mpiga manukato mama wa Kiislamu. Na wengi wanajipodoa kwa ajili ya barabara na manzi na vitu vingine vya ovyo ovyo. Sio wanawake wengi wa Kiislamu ikifika wakati wa kulala wanajipodoa, sio wengi. Wanajipodoa kwa ajili ya harusi. Lakini uharamu wanaofanya, anapaka na wanja na malipustika, anapiga manukato, kila anayemuona anamtamani. Hayo ni madhambi, na sisi tuna haki ya kuyasema. Sasa mwanamke kishavaa tayari, ghafla sisikia kwa fulani kuna nani na kwenda na mimi. Sasa hata kama ni amri ya mwanaume, mimi nitakataje? Umeshaoga, umejiandaa kila kitu, kuna harusi. Sasa mbona hujaniambia? Paka kila kitu nikwambie jamani. Sio jamani mama yangu, kubali, hiyo ndio amri ya Allah. Sasa unakwenda pahala mpaka saa 4 ya usiku. Imetokea vurugu ukaumia, baba yako namwambia nini mimi? Na wako baadhi ya wanaume kati yetu wako hivyo. Anampa ruhusa mkewe atoke usiku, yeye kabaki amelala. Sasa kama tokea vurugu kapigwa jiwe la manati, jicho limetoka, ukaumia sana tu. Na hawezi kusema kitu. Kumsachi mfukoni, kitambulisho, kupiga simu, anampigia kwa sababu baba yake. Bwana kuna binti hapo anaona ni mwanao ameumia. Huyo kwa mkewe anakupigia simu akuuliza, "Shema uba, habari za hapo nzuri?" Baba mbona usiku? Mkeo yupo? Yupo. Yuko wapi? Alikwenda Taarabu.
Wewe uko wapi? Niko ndani nimelala. Pumbavu wewe, mjinga wewe. Yaani mkeo alikwenda taarabu ukabaki umelala ndani. Si mpumbavu kabisa wewe. Sasa anakupa taarifa mkeo ameumia. Nenda ukapeleka bwana, si ukapeleka bibi, nenda ukamchukua mpeleke hospitali. Mimi kama ni binti yangu lazima ndo anivunje. Huna adabu wewe. Huna adabu wala ustahili kupewa mke. Haya mambo tunaweza tukaona ya kuchekesha. Lakini hizi ni sheria za Allah. Ni sheria za Allah, ni utaratibu wa Allah ambao ametuwekea katika maisha yetu sisi Waislamu. Watu wengine vitu hivi hawana. Tena sima kasamwacha waende, kwani watamfanya nini? Sisi hapana. Miongoni mwa dalili za Allah ni kutuumbia wake zetu ili tupate kustarehe na wao wapate kustarehe. Ni kutuumbia wake zetu ili tuweze kuleta watoto wa halali. Hakuna ruhusa kuleta mtoto bila ndoa, hakuna. Wallahu sirna al-insana la fi khusr alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima mafatika wal ghanimata min kulli birri was-salamata min kulli ithmi wal fawza bil janna wa najati minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى جميع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. وصلى على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulih. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.